Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yaliyojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa. Habari za biashara zitasomwa na Sofia Aman na habari za kimataifa zitaletwa kwenu na Roman Shirima. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Madaktari Muhimbili watenganisha mapacha walioungana kwa mafanikio. Katika biashara, mradi wa Divine Serenity waingiza uwekezaji wa dola milioni 30 katika sekta ya makazi. Na katika habari za kimataifa, kimbunga cha sababisha taharuki China, watu milioni 1 wahamishwa. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja tuanzie kwa madaktari huko Muhimbili. Agosti 10, 2026 wamefanikiwa kufanya upasuaji wa kwanza wa kutenganisha mapacha walioungana aina ya parasitic conjoined twins, ambapo mmoja wa mapacha hakukuwa kikamilifu na alikuwa akimtegemea mwenzake kwa ukuaji na uhai. Mwandishi wetu Goodluck Msola ana undani wa taarifa hiyo. Akizungumza mara baada ya kukamilika kwa upasuaji huo ambao ulichukua masaa 3, daktari bingwa wa upasuaji wa watoto kutoka hospitali ya taifa ya Muhimbili, Dr. Victor Ngota, amesema mafanikio hayo yameonyesha uwezo wa hospitali ya taifa katika kushughulikia kesi ngumu na adimu ambazo zinahitaji utaalamu wa hali ya juu, na ni hatua muhimu katika kuendelea kuimarisha huduma za upasuaji wa kibingwa hapa nchini. Daktari Ngota amesema kuwa upasuaji huo ulihitaji maandalizi ya kina na ushirikiano wa wataalamu kutoka afani mbalimbali kutokana na hali ya kipekee ya mtoto huyo ambaye alikuwa na pacha aliyekuwa na mikono, miguu na sehemu ya kiuno pekee, huku akimtegemea mwili wa mwenzake kwa ajili ya ukuaji na uhai. Tumefanya upasuaji mkubwa tukishirikisha timu ya madaktari wa bingwa wa usingizi, lakini pia kutokana na aina ya muunganiko wa viungo tumemshirikisha pia daktari bingwa wa upasuaji katika upande wa wanasema plastic and reconstructive surgery. So upasuaji umekwenda vizuri. Tumeweza kutenganisha huyo parasitic twin na tumeweza kupata mtoto huyo ambaye tunategemea ataishi kama mtoto wa kawaida. Katika hii pair ya parasitic conjoined twin tulio separate leo, ambayo imetuchukua kama muda wa masaa 3 kuweza kukamilisha zoezi. Huyu mtoto alikuwa ameungana, sehemu yake ya ini ilikuwa imeingia kwenye kitu tunaita omphalocele, lakini pia mtoto wetu huyu ambaye sasa tunategemea amekamilika, yeye alikuwa ndio anatoa damu kumpa huyo parasitic twin, kwa sababu huyu parasitic twin yeye anakuwa hana baadhi ya viungo muhimu kama moyo, kifua na kichwa. Kwa hiyo ana viungo vingine lakini hana vile viungo ambavyo vinamsaidia yeye kuweza kusafirisha damu kwenye mwili wake. Mafanikio hayo ya upasuaji huo yanaendelea kuimarisha nafasi ya hospitali ya taifa ya Muhimbili kama kituo kinachoongoza nchini katika utoaji wa huduma za kibingwa na ubingwa bobezi, ambapo mtoto huyo anaendelea vyema na yupo chini ya uangalizi wa karibu wa madaktari wa hospitali ya taifa ya Muhimbili. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi amemtembelea na kumjulia hali Rais mstaafu wa awamu ya 4 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Jakaya Mrisho Kikwete katika makazi yake Kawe jijini Dar es Salaam Agosti 10. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema Zanzibar imeendelea kutafuta vyanzo vipya na vyenye unafuu vya fedha kwa ajili ya kutekeleza miradi mikubwa ya kimkakati na kuongeza kasi ya maendeleo bila kutegemea mikopo ya kawaida na dhamana za serikali pekee. Taarifa zaidi huyu hapa Recho Chacha. Rais Dr. Mwinyi amesema hayo Agosti 10 alipokutana na rais na mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Trade and Development Bank TDB Admas Tadese na ujumbe wake katika mazungumzo yaliyofanyika Ikulu Zanzibar. Rais Dr. Mwinyi amesema mifumo hiyo inaweza kufungua fursa mpya kwa Zanzibar katika kupata fedha za maendeleo, hususan kwa kuzingatia changamoto zinazoweza kujitokeza katika upatikanaji wa dhamana za serikali kwa baadhi ya miradi. Amesisitiza umuhimu wa kuangalia vyanzo mbalimbali vya fedha vinavyoendana na mahitaji na vipaumbele vya maendeleo ya Zanzibar. Ameeleza kuwa mafuta na gesi, uwekezaji kupitia mifuko ya hifadhi ya jamii, tafiti ya kinifu pamoja na kuimarisha taasisi za fedha za ndani ni miongoni mwa maeneo yanayoweza kupewa kipaumbele katika kupanua fursa za uwekezaji na upatikanaji wa fedha. Rais Dr. Mwinyi pia ameeleza fursa zilizopo katika sekta ya makazi,
akibainisha mpango wa serikali wa kuongeza upatikanaji wa makazi bora, ikiwemo pendekezo la ujenzi wa nyumba 10,000 pamoja na kuangalia mifumo ya fedha itakayowezesha shirika la nyumba Zanzibar ZHC kupanua utekelezaji wa miradi ya makazi. On the other side, social housing. This is one of the most something dear to me. I want to make sure that people get proper housing. And our Zanzibar Housing Corporation, for example, has got a good balance sheet, and they can work directly with you and see how best you can support them in developing as many housing as possible. We are intending to do 10,000 units over 5 years, and I think that is one area that we can cooperate with yourselves. Naye Admas Tadese amesema TDB ina mifumo mbalimbali ya kifedha inayoweza kukidhi mahitaji ya miradi katika hatua mbalimbali, ikiwemo fedha za maandalizi ya miradi, mitaji yenye masharti nafuu, uwekezaji kupitia sekta binafsi na mfuko maalum wa uwekezaji. Aidha, ameihakikishia Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ushirikiano wa karibu katika kufanikisha maeneo yatakayokubaliwa na pande hizo mbili. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Waziri wa Nishati Deogratus Ndejembi ameiagiza wakala wa nishati vijijini REA kufanya tathmini ya kina ndani ya miezi 6 ili kubaini wananchi ambao bado hawajafikiwa na huduma ya umeme katika maeneo yote ya vitongoji hapa nchini. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Ni furaha iliyojaa matumaini kwa wakazi wa kitongoji cha Mwanubi, kijiji cha Kolandoto mkoani Shinyanga, baada ya eneo hilo kuwashwa rasmi umeme kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake. Lakini wakati wananchi wanafurahia hatua hiyo, serikali imesema bado kuna maeneo ambayo hayajafikiwa na huduma ya umeme. Sasa mimi nawapeni miezi 6 kazi hiyo iwe imekamilika. Miezi 6 kazi hiyo iwe imekamilika. Lakini na maeneo ya kijamii kama shule, kama zahanati, muhakikishe mnapeleka umeme ili wananchi hawa wapate huduma iliyo bora. Isije wakaja wakaona umeme umepita nyaya tu, alafu wao walio chini hapo umeme hakuna. Umeme usimruke mtu. Tunaelewana bwana? Mwakilishi wa mkurugenzi wa REA ameeleza hatua zinazochukuliwa na taasisi hiyo katika kutambua maeneo ambayo bado hayajafikiwa na umeme na kuyapa kipaumbele kulingana na mahitaji. Mheshimiwa Waziri wa Nishati, sisi wakala wa umeme vijijini REA tumepokea maelekezo yako na tutamwelekeza mkandarasi aanze survey na taifanya survey, haitazidi miezi 2, na tumemwomba Mheshimiwa Waziri ndani ya mwaka mmoja mpaka utekelezaji, kwa maana ya kuweka nguzo kabisa, kuweka waya na kuwaunganisha wateja ambao wamekosa. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Muhita amesema kuwasili kwa umeme Mwanubi kutachochea shughuli za maendeleo na kuwawezesha wananchi kutumia fursa mpya zinazotokana na nishati hiyo. Leo hii katika vitongoji vyote zaidi ya 5560 ndani ya mkoa wa Shinyanga umeme unawaka. Lakini Mheshimiwa Waziri, tunaendelea kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake madhubuti ya kwenda sasa kutoka kwenye nishati chafu kwenda kwenye nishati safi. Kwa wananchi wa Mwanubi, kuwasili kwa umeme ni zaidi ya mwanga wa majumbani. Wamesema huduma hiyo itarahisisha maisha, kuongeza shughuli za uzalishaji na kufungua fursa mpya za kiuchumi. Mradi huu wa umeme umetufaidisha sana na umetusaidia sana, kwa sababu tulikuwa tukitaka huduma ya umeme mpaka tuende maeneo ya Kolandoto ndani ya kijiji chetu, lakini kuna umbali. Lakini hivi sasa tuna umeme tayari katika kitongoji hiki cha Mwanubi. Tumeweza kupata huduma mbalimbali zinazohitaji umeme. Yaani kufikishwa umeme kwanza imetusaidia sana katika kitongoji hiki. Zamani watu walikuwa wanashinda njaa wakati mwingine na umeme kufuata Kolandoto au Maganzo. Lakini sasa hivi umeme imekuwa ni karibu tu. Mashine zipo, kila kitu kipo. Wakati Mwanubi ikianza kutumia umeme, serikali kupitia REA sasa imeweka ndani ya miezi 6 muda wa kubaini maeneo ya wananchi ambao bado wanasubiri huduma hiyo. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo.
Waziri wa Mawasiliano na Teknolojia ya Habari Angela Kairuki ameitaka Tume ya TEHAMA kuandaa mikakati itakayowezesha ubunifu wa Watanzania kutambulika kimataifa sambamba na kuongeza ushiriki wa vijana na wanawake katika sekta ya TEHAMA. Tujiunge na Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla ya tuzo za TEHAMA 2026, Waziri Kairuki amesema kuwa teknolojia ni muhimu katika sekta mbalimbali ikiwemo sekta ya afya, kilimo, elimu, madini pamoja na fedha, huku akisisitiza kuwa serikali ya Tanzania itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kukuza ubunifu wa TEHAMA hapa nchini ili kutatua changamoto na kuchochea maendeleo. Wote tunafahamu umuhimu wa TEHAMA kama nyenzo ya muhimu haswa katika utekelezaji wa majukumu ya nyanja mbalimbali ikiwemo afya, kilimo, madini, elimu, fedha, lakini pia nyanja nyingine mbalimbali. Hivyo kwa kuwa na siku hii maalum hususani ya kuweza kutambua mchango wa mtu mmoja mmoja ni jambo la kupongezwa sana na ni la umuhimu mkubwa. Utoaji wa tuzo hizi za TEHAMA ni kichocheo muhimu cha kuhakikisha wajasiriamali, wawekezaji, vijana na wanawake wa Kitanzania wenye maono wanabuni bunifu na wanaweza kutumika kuchagiza maendeleo katika sekta za huduma ikiwemo pia sekta za uzalishaji. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa Tume ya TEHAMA nchini ICT, Dr. Nkundwe Moses Mwasaga, amesema tuzo hizo zimeonyesha kuongezeka kwa ubunifu kwa vijana na sekta binafsi, huku pia makundi ya tuzo hizo yakiongezeka ili kuwafikia wadau wengi zaidi. Dira ya mwaka 2050 imeonyesha wazi kabisa kwamba dira hii ya ambayo tuna matamanio ya kufikisha uchumi wa $1 trillion mpaka mwaka 2050 kwa kiasi kubwa 70% itakuwa inatolewa majawabu na sekta binafsi, na wazi tumeona leo sekta binafsi wamepata tuzo nyingi sana, na hiyo wazi inaonyesha kwamba sekta hii inakuwa, sekta hii ina watu mbalimbali wanaofanya ubunifu, na mimi mwenyewe binafsi nilivutiwa sana na vijana wengi. Naye Mkata Nyoni, mwanzilishi wa Tanzmed, pamoja na Joanita Yeremia ambaye ni mshindi katika kundi la Business Digital, wamesema tuzo hizo zimewapa motisha ya kuendelea kutumia teknolojia katika kuboresha huduma za afya, ikiwemo kuwaunganisha wananchi pamoja na madaktari kupitia programu ya simu, pamoja na kuongeza motisha kwa kundi la vijana kuendelea kutumia teknolojia katika kujikwamua kiuchumi. Kwa sisi imekuwa ni chachu kubwa, ni kwa sababu hii sehemu ya afya ni moja sehemu ambayo ni ngumu sana kufanya innovation, na kama mfano mmeona innovation zote zilikuwa ni wizara, na katika private sector tulikuwa sisi peke yetu. Kwa hiyo inaonyesha kwamba ni ngumu sana, lakini sisi tumeweza kufanya na inatupa nguvu kubwa sana kwenda, kwa sababu hata sasa hivi sio tu hapa, ukiangalia tumepata tuzo hii, na hata ukienda katika App Store na Play Store application yetu ipo katika 10 bora. Na mradi wangu ambao nilikuwa nikifanya kupitia J-Smart, nilikuwa nikitoa ujuzi wa kidijitali kwa njia ya mtandao, kwa njia ya tovuti, lakini pia kwa njia ya ana kwa ana. Na kwa namna hiyo, kama mwanamke, nimekuwa miongoni mwa wanawake au wadada wachache ambao wanatumia teknolojia kwa ajili ya kuweza kuisaidia jamii ambayo inawazunguka ili kuweza kuwasaidia vijana na wajasiriamali. Tuzo hizo za TEHAMA 2026 zimewakutanisha wabunifu, vijana, wajasiriamali na taasisi mbalimbali kwa lengo la kutambua na kuweza kukuza ubunifu wa teknolojia hapa nchini. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Ukosefu wa chakula shuleni ni miongoni mwa changamoto zinazoweza kuathiri umakini wa wanafunzi darasani na hatimaye matokeo ya masomo. Katika kata ya Lubanga, manispaa ya Shinyanga, changamoto hiyo sasa inatajwa kupata suluhu baada ya shule 3 zilizopo katika kata hiyo kupokea zaidi ya tani 9 za chakula, msaada unaolenga kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula wanapokuwa mashuleni. Mwavita Mkondo ameandaa taarifa zaidi kutoka mkoani Shinyanga. Hata hivyo, hali hiyo inatarajiwa kubadilika katika shule 3 zilizopo katika kata ya Rubaga baada ya diwani wa kata hiyo Ruben Doto kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo kutoa zaidi ya tani 9 za chakula kwa ajili ya wanafunzi. Msaada huo unalenga kuhakikisha wanafunzi wanapata chakula wakiwa shuleni, hasa wale wanaotoka katika familia zenye uwezo mdogo wa kuchangia mahitaji ya chakula shuleni.
Akizungumza wakati wa kukabidhi msaada huo katika shule ya msingi Rubaga, diwani wa kata hiyo Ruben Doto amesema upatikanaji wa chakula ni sehemu ya jitihada za kuweka mazingira bora ya kujifunzia na kuwafanya wanafunzi kubaki shuleni kwa muda wote wa masomo. Jambo hili nimelifanya, tunaweza tukafanya jambo hili halafu likavuruga utaratibu wote wa shule. Halafu mwisho wa siku kule tunakokwenda shule ikakosa nini? Jambo tunaloanza kulifanya leo ni jambo endelevu. Ni jambo tutalifanya kwa kila nini? Kila mwaka. Ndani mimi nikiwaangalia kuna wengine huko kwenye udau mnaweza mkaungana tu na mpango wangu huu. Badala ya kutumia pengine kilo moja, eti ndio hivyo. Kwani huku mtu nikisema debe moja kuna mtu mnaninyima debe moja huku ndani. Sasa mimi niwaombe, endeleeni kufanya kwa mpango ambao tumeanzishiwa na hawa wadau. Tuungane kwenye mpango huu wa pamoja. Kwa upande wake, mkuu wa shule ya msingi Rubaga amesema changamoto ya baadhi ya wazazi kushindwa kuchangia chakula mara kwa mara. Amesema msaada huo utasaidia wanafunzi kuwa na utulivu na umakini zaidi wanapokuwa darasani, jambo linalotarajiwa kuchangia ongezeko la ufaulu. Mwenendo haukuwa mzuri sana kwa sababu baadhi ya wazazi wengine walikuwa hawachangii watoto wao, jambo lilikuwa linapelekea wanafunzi wengine kushinda na njaa na kunyong'onyea, na kweli uko kiwaangalia walikuwa wanatia huruma sana. Lakini kwa leo tuna imani watakula wote, watashiba na watasoma vizuri. Shule salama ni pamoja na kuwa na chakula kizuri. Basi tunashukuru pamoja na wadau ambao umeambatana pamoja kuja kuhakikisha kwamba shule hii inaendelea kuwa katika hali nzuri ya kupata chakula salama, safi na cha uhakika. Mbali na upatikanaji wa chakula, wazazi na walezi wametakiwa kuhakikisha watoto wanahudhuria shuleni kwa wakati na kuacha tabia ya utoro. Mwenyekiti wa UWT wilaya ya Shinyanga, Rehema na Manilo, amesema ushirikiano kati ya wazazi na walimu na wadau wengine ni muhimu katika kuhakikisha fursa inayotolewa kupitia chakula inazaa matokeo katika elimu. Wazazi wenzangu, ninawaomba sana ushirikiano ambao mnatakiwa mpe Mheshimiwa diwani wa kata hii ni kuhimiza watoto wenu kuhudhuria shule, kuhudhuria masomo. Utoro haukubaliki hata kidogo. Kwa wanafunzi, msaada huo umeleta faraja na matumaini mapya, wakisema chakula shuleni kitawasaidia kuendelea na masomo wakiwa na nguvu na umakini zaidi, na wanaahidi kutumia fursa hiyo kuhudhuria shuleni kwa bidii na kuongeza juhudi katika masomo yao. Tunashukuru sana kwa kutuletea msaada huu, na pia tunaahidi kuwa tutautumia vizuri na tutaendelea kufanya vizuri. Asante sana Mwavita Mkondo kwa taarifa hiyo. Mkuu wa mkoa wa Arusha Amos Makalla amewasisitiza wasimamizi na watekelezaji wa miradi kushirikiana na taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU katika kuhakikisha miradi inatekelezwa na kukamilika kwa ufanisi. Azla Umari ana taarifa zaidi kutoka mkoani Arusha. Makalla ametoa msisitizo huo wakati wa warsha ya wadau wa usimamizi na utekelezaji wa programu za miradi ya maendeleo mkoa wa Arusha ambayo imeandaliwa na TAKUKURU. Wapo watu ambao wanaiona TAKUKURU zamani wanasema kama kituo cha polisi. Hawana lengo baya, ni kushauri. Sasa wakishauri watu wengine nongwa. TAKUKURU hawana lolote, wanachotaka wao miradi ifanyike kwa hamtafuti tu. Pesa zinazokuja ni nyingi. Hivi nie kwa mfano leo Dr. Samia kaleta bilioni 330 kujenga uwanja wa AFCON. Wasingekuwepo TAKUKURU kufuatilia na kukukumbusha na mambo mengine, labda tumesahau uwanja ule ungependeza kama ulivyo hapa. Tunapoendelea na ujenzi, maana TAKUKURU anasema endeleeni, sisi hatuna hoja hapa, tunaona mambo yanaenda vizuri. Sasa wewe jichanganye wewe kwa mambo. Kwa upande wake, mkuu wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU mkoa wa Arusha, Zawadi Ngairo, anasema wamejipanga na wameweka mikakati ya kuhakikisha
wanadhibiti rushwa kwenye miradi ya maendeleo ya mkoa huo. TAKUKURU ina jukumu la kuzuia rushwa kwa kuimarisha mifumo ya utendaji na utoaji huduma katika taasisi za umma, lakini pia katika taasisi binafsi. Na kupitia uimarishaji wa mifumo hiyo ya utendaji, tuna wajibu pia wa kubaini mianya ya rushwa na kushauri namna bora ya kuiziba. Kwa mwaka wa fedha 23/24 mpaka 25/26, ofisi imeweza kufuatilia matumizi ya rasilimali za umma katika programu na miradi ya maendeleo 164 ambayo kwa umoja wake ilikuwa na thamani ya bilioni 469,993,755.62. Miradi kati ya miradi 164, miradi 109 ilikutwa na kasoro au dosari ambazo zilitolewa mapendekezo 452 ya kuiboresha miradi hii. Naye katibu tawala mkoa wa Arusha Toba Nguvila anasema wadau hao ni muhimu kukutana ili waweze kuwa na uelekeo wa pamoja. Na moja ya vipaumbele vikubwa kwenye ofisi yako mkuu wa mkoa, kiacha cha kwanza kile cha kuimarisha ulinzi na usalama kwenye mkoa wako, lakini cha pili ni kuimarisha utawala bora kwenye mkoa wetu wa Arusha. Na katika eneo la utawala bora ni lazima uzungumze hasa masuala haya ya kupambana na rushwa kwenye miradi, lakini pia kuimarisha utoaji bora wa huduma kwa wananchi. Warsha hiyo yenye kauli mbiu isemayo kuzuia rushwa ni wajibu wangu na wako, tutimize wajibu wetu, imelenga kujadili wajibu wa wadau katika usimamizi na utekelezaji wa miradi ya maendeleo mkoa wa Arusha. Asante sana Hazla Omari kwa taarifa hiyo. Baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Ubungo limejadili changamoto mbalimbali za wananchi wa halmashauri hiyo kwa kila kata na kuweka mikakati ya utatuzi wa changamoto hizo, huku kero ya ubovu wa barabara na ukosefu wa maji safi na salama zikitajwa kuwa ndio kero kubwa kwenye halmashauri hiyo. Tujiunge na Mrisho Mapeo kwa undani wa taarifa hiyo. Akizungumza katika mkutano wa baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo, mstahiki meya wa manispaa hiyo Lawrence Mlaki amewataka madiwani wa kata zote 14 za halmashauri hiyo kuendelea kutambua na kusimamia utatuzi wa changamoto za wananchi, huku akitaka taasisi za serikali ikiwemo DAWASA na TARURA kuhakikisha zinashughulikia changamoto zinazowakabili wananchi. Twende tuweke mkakati mzuri, kurugenzi na management yote na timu yako tuweze kuzitatua hizi kero. Kero kubwa iliyokuwepo ni kero ya barabara, twende tukaifanyie kazi, lakini pia kuendelea kuwakumbusha ndugu zetu wa TARURA nao pia wasifanyie kazi. Kuna barabara tutazifanya kama halmashauri, lakini kuna barabara ambazo zitatoka chini ya TARURA ambazo tutaendelea kutusaidia na uwezo kuzifanyia kazi kwa upande huu. Hata hivyo, naibu meya wa halmashauri ya Ubungo Ali Ibrahim amesema changamoto nyingi za wananchi zinazotajwa na madiwani zimekuwa ni zenye kujirudia kwa kila kata, hivyo ni muhimu kuwa na mipango madhubuti ya kumaliza kero hizo, huku pia changamoto ya kuzagaa hovyo kwa mbwa na kung'ata wananchi ikitajwa na kuanza kushughulikiwa. Tumeona tuna hoja nyingi: barabara za ndani, sekta ya elimu, masoko yetu, sekta ya afya, maeneo ya kufanya biashara za jasiriamali, huduma upatikanaji wa maji, ofisi za mitaa, samani na kata, vivuko, sekta ya michezo na utamaduni. Ndani ya wilaya yetu hakuna viwanja vizuri za sehemu ya katikati ya michezo, lakini pia maboresho ya vyanzo vyetu vya halmashauri, viwanja vya malaloni, mito yetu, usafishaji ili kusiweze kukithiri majanga. Mito yetu, mto China, mto Ng'ombe inahitaji sana kusafishwa. Kwa upande wake, kaimu mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo Shadrack Maximilian ameeleza mikakati na hatua mbalimbali zinazoanza kuchukuliwa na halmashauri kushughulikia kero za wananchi zilizowasilishwa na madiwani. Hii chote tulichozungumza tunaenda kwa kasi ya mtii. Tunapitia kimoja hadi kingine, tunapeana utekelezaji, alafu kwenye utekelezaji tunaugawa kwenye kamati, kwamba ni kamati gani. Wakati tutakapokuja kwenye vikao vya kamati, tutakuwa tunaleta hizo taarifa kwenye chati. Hoja hii tumetekeleza hivi, au ya kutekeleza kwa nini, tunapanga tuifanyie nini. Awali madiwani wa halmashauri hiyo wameeleza kero na changamoto za wananchi kwenye kata zao ili kupata ufumbuzi. Cha kwanza nikiri, tarehe 29 Oktoba mwaka jana
tulipata changamoto ya kufunguliwa kwa ofisi. Kwa mpaka sasa hivi kata ya Kibamba haina ofisi ya kata, hivyo kutupa ugumu katika utendaji wa kazi kwa watumishi wetu walio katika ngazi ya kata. Lakini pia kumbukwe, ofisi ya kata ilikuwa ndio pia ofisi ya serikali ya mtaa ya Kibamba. Kwa hiyo ofisi ya serikali ya mtaa ya Kibamba haipo, wala ofisi ya kata ya Kibamba haipo, hivyo kutupa ugumu sana katika utekelezaji wa majukumu ya kata na kazi zote za serikali. Kata ya Saranga kuna changamoto kubwa sana katika mradi ambao ni Suka Golani. Barabara hii inaunganisha almost kata 3 na majimbo 3 katika hii Dar es Salaam yetu, lakini mradi huu umesimama kwa muda mrefu na ni kero kubwa sana. Ni mradi ambao unasemekana na DPP, lakini tunaomba mradi huu uendelee ili kuweza kupunguza kero na maneno kutoka kwa wananchi. Asante sana Mrisho Mapeo kwa taarifa hiyo. Mbunge wa jimbo la Geita mjini Mhandisi Chacha Wambura ameahidi kutoa shilingi milioni 10 kwa ajili ya ununuzi wa pembejeo za kilimo, hatua inayolenga kuwawezesha wakulima kupata mbegu na pembejeo nyingine kwa urahisi na kuongeza tija katika uzalishaji. Taarifa zaidi huyu hapa Joel Maduka kutoka Geita. Mhandisi Wambura ametoa ahadi hiyo alipofika katika kata ya Shiloleli ambako alikutana na viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na wananchi waliohudhuria mkutano huo wa chama hicho. Akizungumza katika mkutano huo, mhandisi Wambura amesema fedha hizo zitatumika kusaidia upatikanaji wa pembejeo ikiwemo mbegu na dawa za kilimo ambazo ni muhimu kwa wakulima kuongeza uzalishaji na kuboresha kipato. Nikuombe mtendaji wa kata, afisa maendeleo, afisa kilimo na mheshimiwa diwani, lakini pia mwenyekiti na viongozi wa chama, mtafute sehemu, tufungue chumba, tuweke pale mbolea kwa hela za mbunge, tuweke ofisi pale, tuweke duka ambayo itakuwa na mbolea, itakuwa na mbegu, itakuwa na madawa. Mtu mkulima yoyote ambaye anataka kulima aje achukue, aende akalime, akivuna aje alipie. Baadhi ya wananchi waliohudhuria mkutano huo wamepokea kwa hamasa ahadi hiyo, wakielezea kuwa upatikanaji wa pembejeo kwa urahisi utasaidia kuongeza uzalishaji na kupunguza changamoto wanazokutana nazo katika shughuli za kilimo. Maana wananchi wanadai kwamba wanafanya kilimo hawana mitaji, lakini kwa wito wa mbunge wetu Chacha Wambura amejitoa kutuwezesha ili tuweze kufanya kazi zetu na miradi zetu tupate kufanikisha kwa vema. Sasa mimi nashukuru kwa kutuletea mbolea, aliposema kwamba atatuletea mbolea. Na sisi tunaokopa kwenye makikundi, tukikopa tunapata mbolea, tukilima hata mahindi tunaweka mbolea, na mvua ikiwa kuwa tunapata mazao mengi. Kwa hiyo kikubwa tu kwa kweli tulikuwa tunalima kilimo cha bila hata madawa, wakati pia tunauziwa mbolea feki, lakini naamini kwa jinsi mheshimiwa mbunge kwa kuwa tayari ana uuzaji wa madawa mbalimbali, naamini hata mbolea atakayotuletea katika kata yetu ya Kiloleli ni mbolea ambayo itakuwa sahihi. Ahadi hiyo ni sehemu ya jitihada za mhandisi Wambura za kuwawezesha wananchi wa jimbo la Geita mjini kiuchumi kupitia mipango inayolenga kuimarisha shughuli za kilimo na kuongeza fursa za kujipatia kipato. Asante sana Joel kwa taarifa hiyo. Kampuni ya Mart Choice Tanzania imezindua rasmi kampeni yake ya msimu mpya wa soka kupitia DStv na Super Sport, ikilenga kuendelea kuimarisha nafasi yake katika soko la burudani ya michezo kwa kuwapatia mashabiki maudhui ya soka kutoka ligi na mashindano makubwa duniani. Lecho Chacha ana taarifa zaidi. Kampeni hiyo yenye kauli mbiu isemayo It's On, ikibeba ujumbe wa moto ule ule, imekuja siku chache baada ya kumalizika kwa kombe la dunia ambalo Malt Choice inasema ilikuwa ni sehemu muhimu ya kuthibitisha uwezo wake wa kuwafikishia watazamaji maudhui makubwa ya kimataifa kwa ubora wa hali ya juu. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkuu wa masoko na mawasiliano wa Malt Choice Tanzania, Ronald Shelkindo, ameeleza kwamba kampuni hiyo imejipanga kuendeleza uzoefu huo katika msimu mpya kwa kuongeza thamani kwa wateja kupitia wingi na ubora wa maudhui yanayopatikana kwenye DStv. Actually tarehe 12 tunaanza na Europa ile Super Cup between PSG
na Aston Villa tarehe 12, itakuwa Jumatano hiyo. And then tarehe 15 La Liga inaanza. Baada ya hapo tarehe 16 Arsenal na Manchester City, Community Shield. And then of course tarehe 21 EPL inaanza, 22 Serie A nayo inaanza. Uzuri ni kwamba kama tulivyofanya kwenye World Cup, basi mechi hizi za Community Shield pamoja na Super Cup zote zitakuwa kwenye bomba. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari. Mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari kifuatacho ndani ya TVE habari. Katika biashara, mradi wa Divine Serenity waingiza uwekezaji wa dola milioni 30 katika sekta ya makazi.